Na mwaligani mpenzi mtazamaji wa TRC Mzuri TV, ambaye ni ripoti za TRC Mzuri TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Handeni, na kikubwa kilichoweza kutufanya tuweze kufika hapa ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria tathmini ya mtihani wa moko wa darasa la 7 uliofanyika 2026, na mgeni rasmi ambaye tunatarajia atakuwepo hapa ndani ya ukumbi huu ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Handeni, ambaye tunatarajia atakuwepo hapa kama mgeni rasmi, na wakuu wa idara mbalimbali watakuwepo wakiongozwa na afisa elimu msingi wa halmashauri ya wilaya Handeni Mama Lema Nyoka, naye tutakuwepo naye hapa, lakini tutakuwa na maafisa taaluma wa halmashauri ya wilaya Handeni, wote nao watakuwepo hapa, lakini tutakuwa na wakuu wa idara tofauti ambao watakuwepo hapa kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya tathmini na kuona ni kitu gani cha kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya vizuri katika mtihani wa taifa ambao tunatarajia utafanyika mwezi wa 9 mwaka 2026. Ambatana nami sambamba, ndugu mpenzi mtazamaji, nikupeleke moja kwa moja ukumbini. Mimi yangu ni kuwapongeza kwa kazi ambazo tunaendelea nazo na namna ambavyo tunaendelea kutekeleza majukumu yenu kama maafisa wasimamizi wa nidhamu na maadili kwa walimu wenyewe wakuu wa shule. Hongereni sana. Tunaendelea kupokea changamoto kwenye sekta hiyo, lakini ni chache na ni za sekondari. Msingi huu unaona kumetulia kidogo. Kwa hiyo nadhani mnafanya kazi zenu vizuri. Lakini katika msimu huu pia tuko katika msimu wa kupandisha walimu vyeo, kubadilisha miundo na kuthibitisha walimu kazini, ambayo ni majukumu ya kimsingi ya Tume ya Utumishi wa Walimu. Katika jukumu la kupandisha walimu vyeo, tunawapongeza walimu 272 ambao wamepanda vyeo na mishahara imebadilika, si ndivyo? Tunatarajia kutoa barua hizo wiki ijayo, zitakuwa tayari. Kwa hiyo nakusihi, kama mwalimu wako amepanda cheo, hakikisha anapokea barua yake. Tutapitisha barua hizo kwa maafisa elimu kata. Kwa mkuu wa shule, hakikisha umepokea barua ya mwalimu wako na mwalimu ameipata, ili kuondoa ule usumbufu wa kusema mimi nimeipata lakini barua sijapata. Kwa kweli mimi sifurahishwi na mwalimu anayedai barua ya mwaka jana leo. Yaani kuna dalili ya mwalimu ni mzembe, kiongozi wake ni mzembe, lakini na mimi labda ni mzembe. Sasa pale tunapotoa barua tunaomba ziwafikie kwa wakati. Lakini pia tunawapa pole sana wale ambao hawakupata vyeo kwa uzembe wa kutokamilisha alama kwenye mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji majukumu wa PEPMIS. Wapo walimu ambao wameshindwa kupandishwa vyeo kwa sababu tu alama zao hazijafikia 75%. Ninapokea malalamiko makubwa kwamba walimu wale wengine wamesababishiwa na wakuu wa shule ambao hawakuwajazia kwa usahihi wakati wa kutengeneza yale majukumu, wakati wa kuwaingizia zile quantity na quality. Wamegeuza, mwingine ameweka kwenye 70 kaweka 30, kwenye 30 kaweka 70. Kwa mwisho wa siku ukitengeneza zile scores, lazima zile scores ziwe chini, kwa sababu kama akafanya kazi kwa 100% anakuwa na alama 30, na kama akafanya kazi kwa 100% kule kwako atapata alama kidogo ambazo zikijumlishwa haziwezi kufika 50, wao haziwezi kufika 75. Kwa hiyo niwaombe tu wakuu wa shule ambao sisi ni masupervisor wenzetu, tuwe makini sana wakati wa kutengeneza mpango, tuweke kwa usahihi zaidi. Na hata sasa tuko mwezi wa 5, hatujafika hata nusu mwaka bado. Hebu angalia vizuri kama unavyomuingizia mwalimu wako alama, anavyoingiza wewe ukiapprove kwamba zile score zake zinapanda. Kama zinapanda kilegevu sana, maana yake kuna namna hauko sahihi. Wasiliana na MIT na maafisa utumishi ili urekebishe hiyo hali, maana mwisho wa siku tukisubiri hadi mwisho wa mwaka kwenye kufunga kule, huku kwenye marekebisho kunakuwa kumefungwa, kumebaki kule kwenye kufanya tathmini. Kwa hiyo ukimfanyia tathmini lazima huyo mwalimu alama zake ziwe chini. Kwa hiyo uzembe mwingine ni walimu wenyewe. Unakuta mwalimu mwenyewe hana alama, yani alama zake ni chache. Kwa hata akifanyiwa tathmini kwa upendeleo hawezi kuvuka. Kwa hiyo tuwatie moyo walimu wenzetu wafanye kazi na waziweke kwenye mfumo, wajaze, lakini na sisi tuwapitishie kazi zao kwa usahihi. Ikifika msimu wa kufanya tathmini, tuwafanyie tathmini kwa usahihi. Ni ukweli kwamba sasa hivi mfumo wa PEPMIS una athari kubwa
kubwa za moja kwa moja kwa mtumishi mhusika. Hata kupata nyongeza ya mshahara, tunategemea kila mtumishi wa umma apate nyongeza ya mshahara tarehe ya birthday yake ya kuajiriwa. Yaani kama umeajiriwa mwezi wa 7 tarehe 1, itakapofika mwezi wa 7 mwaka kesho utapata nyongeza ya mshahara kulingana na kiwango chako cha mshahara ulichofika. Sasa wengine hawapati zile nyongeza za mshahara. Wanauliza wenzangu walioajiriwa nao wanapata, mimi sijapata. Upate kwa sababu PEPMIS zako alama scores ziko chini. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo PEPMIS ina impact kubwa, na huku tunakoenda tutaanza kuweka average ya miaka 3. Sasa mwingine anasema sasa hivi sifanyi kwa bidii kwa sababu sio mwaka wangu wa kupanda. Sawa, lakini hutopata increment. Sawa, sio mwaka wako wa kupanda, lakini kadri mfumo unavyoenda tukishafikisha miaka 3 itawekwa kwa average, kwa sababu unatakiwa upande baada ya miaka 3 ya utekelezaji wa majukumu. Sasa ukipigiwa average ya miaka 3 haitafika hiyo 75. Kwa hiyo tusichukulie poa, tusichukulie simple. Yaani watu hapa wanalia, na mimi niwaombe nyie kama wakuu wa shule, kama viongozi, tusaidie kujibu. Naomba nisipigiwe simu hata mimi na machozi, wakilialia mimi kwenye simu na mimi najisikia kulia. Kila siku mimi nina huzuni kwa sababu tu ya uzembe wa mtu mwingine huko, ambaye mtu akupigia simu hataki kukata. Ana kazi tu. Sasa madam, mimi nifanyeje? Mimi na mimi nifanyeje sasa? Mimi sio mfumo, mimi sidumbuki mle ili nikakurekebishie mambo yako. Kwa hiyo tujitahidi sisi tusiwe sababu ya watu kukosa haki zao, na tuwatie moyo hao tunaowasimamia wasikose haki zao kizembe kiasi hicho, kwamba eti mtu hajajaza tu. Mimi nafanya kazi kwa bidii ila tu ni mkuu wa shule. Na tuwafundishe wale walioko chini yetu kwamba ule mfumo una sehemu ya kuapili, ya kukata rufaa. Mwalimu asiridhike unapomwambia alishafanya tathmini, aingie angalie baada ya kufanyiwa tathmini amepata alama ngapi, ili kama haridhiki akate rufaa mle kwenye mfumo. Akikata rufaa, ile rufaa itakufanya wewe msimamizi ueleze kwamba kwa nini umempa hizo alama. Kwa hiyo kama ulimpa kibahati mbaya, na wewe unapata nafasi ya kufanyaje, ya kurekebisha. Lakini walimu hawajali, akishajaza anapotea. Kwanza mkuu wa shule hujui mfumo, unampa mwalimu mwingine amjazie. Nimepata mashtaka ya walimu 5. Mimi ndio mwalimu mwenyewe wa mfumo pale shuleni kwangu. Wewe mimi sijapanda, wengine wamepata hizo yani simu anakuambia hivi. Sasa imekuwaje? Ina maana yeye mtaalamu sijui hakujithibitisha mwenyewe, hakujitathmini, akatathminiwa na mkuu wa shule ambaye ndiye akamfanyia mbaya. Sasa wakuu wa shule tujitahidi kujua, kwa sababu mwisho wa siku mtashtakiwa. Mimi walimu waliopiga makelele, baadaye andikeni mwalimu, tutafuatilia, tukikukuta unakosa tutakushtaki, useme kwa nini umemnyima mwenzako haki yake. Sasa hayo yote ya nini jamani? Jambo la mwisho, sio la mwisho, jambo la 3, tunafanya tathmini kwa ajili ya kuthibitisha walimu kazini. Niwaombe tufanye tathmini za kweli. Tumia kweli ile form, hakikisha kumfuatilia mwalimu kila siku kadri alivyoingia mpaka siku kwamba tupe hiyo form, ujaze vitu vya ukweli. Haiwezekani halmashauri nzima walimu wote wawe wana alama 1 au wote wana 2. Na wakati tunajua wapo walimu wa ajira mpya tayari wana matuhuma ya kutosha, lakini wewe mkuu wa shule unajaza mwalimu kila mahali kajaza B kote. Afu afsalimkata amjui mwalimu, naye anakuja anajaza kama mkuu wa shule aliyojaza 2. Sio sawa. Tuwatathmini wale walimu kwa haki ili waone kwamba sisi ni viongozi wao. Kama mtu hapa ana deserve 4, mpe 4. Kama hapa ana deserve 1, mpe 1. Sio formula kwamba kila siku lazima umpe mwalimu 2. Lakini kama tunataka watu dharau, tuweke hizo 2, hamna neno. Anayedharauliwa si wewe. Au unapompa mtu maksi ambazo sio za haki hakudharau. Au nyewe unaona wanawapenda sana, wanawadharau kwamba mkuu hamna kitu hapa. Wao tuwape kwa haki, mfuatilie mwalimu kwa haki, ukijua unamtengeneza ili uwe na walimu bora baadaye. Mwaka kesho amekuwa mwenyeji, atamsaidia mwalimu mgeni anayekuja wafanye kazi vizuri. Kwa hiyo tutatoa pia barua za walimu za kuthibitishwa kazini. Hakikisha unapokea barua ya mwalimu wako na unampatia. Nikiri kwamba kuna changamoto kidogo ilitokea kwenye barua za kuthibitishwa kazini ambazo zilitolewa mwezi wa 4. Barua zile zina makosa. Wao zipo barua ambazo tumeandika tukizifuta zile barua.
Kama mwalimu wako atapata barua mpya ya kuthibitishwa kazini, utaisoma imeandikwa barua hii inafuta barua ya, ni kuombe wewe kama kiongozi umuombe mwalimu akupe ile barua original ambayo tulimpa, ndipo umpe barua mpya ambayo ndio iko sahihi. Nikiripoti tokea hapa ndani ya ukumbi huu wa halmashauri ya wilaya Handeni, kutokea hapa Mbweni Mkata, mimi ni Chisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.